Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kuhusiana na mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa chama Chadema ambaye ni Mheshimiwa John Heche, kwani Mheshimiwa John Heche hali yake ya afya hairidhishi kamwe, jambo ambalo limeweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi. Hii habari imeweza kuchapishwa punde tu baada ya kurejeshwa kwa interneti katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha kuhusiana na afya yake Mheshimiwa John Heche kuanzia kipindi na wakati ambapo aliweza kukamatwa baada ya kuwasili katika Mahakama Kuu kwa ajili ya kuendelea kusikiza kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, na habari kuchapishwa hajulikani pale alipo baada ya kutafutwa katika vituo vya polisi kwa muda mrefu na jamaa na watu wake wa karibu wa kifamilia. Mtazamaji wangu, amini usiamini, leo hii habari kama unayozidi kuitizama katika screen yako ni jambo la kuvunja moyo, ikibainikia kwamba Mheshimiwa John Heche ameweza kukataa mno kukula ama kufanya chochote kile kwa afya yake. Jambo la kuvunja moyo ni kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania kuanzia tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, kwani masuala ya utumiaji nguvu kupita kiasi kwa raia, jambo ambalo chama Chadema imekuwa ikipigania kwa muda. Amini usiamini, vijana Gen Z waliweza kupoteza maisha katika maandamano yaliyokuwa ni maandamano ya amani ya kupinga viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine wasiweze kuingia Ikulu kuongoza serikali ya awamu ya 7. Hivyo basi Mheshimiwa John Heche bado anaamini kwamba hata kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru kisiasa, Jamhuri ya Tanzania haipo huru, kwani wale waliokuwa kiongoza serikali awamu ya 6 siku jana waliweza kuapishwa rasmi na kutangazwa ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuchaguliwa na Watanzania milioni 38 kuingia Ikulu, ila katika hafla ya kuapishwa kwake hakuna hata mmoja wa wananchi aliyeweza kuwapigia kura kuhudhuria hafla hiyo, na bado wananchi hao ndio wananchi ambao atakuja kuwaongoza hafla ya kuapishwa kwake hawakuweza kuhudhuria. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, na ndipo ambapo kiongozi mpenda haki kama Mheshimiwa John Heche sawia na Mheshimiwa Tundu Lissu, hatua hii imeweza kuwavunja moyo. Ikumbuke pia kabla hata kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa Lissu alikuwaga na mfumo no reform no election, hatua ambayo viongozi wakuu wa chama Chadema waliokuwa kipigania kwa muda, hasa Mheshimiwa Tundu Lissu hata kufikishwa hatua ya kuwekwa gerezani kwa kesi ya uhaini, jambo ambalo sio kweli, bali yote aliyokuwa akiyafanya Mheshimiwa Tundu Lissu ni kwa ajili ya Jamhuri mpya Tanzania iweze kuzaliwa kwa amani, kipindi na wakati ambapo angeweza kuachiwa huru hata kugombea kiti cha urais ili aweze kufanikisha azma yake ya kuongoza Jamhuri ya Tanzania, sawia aweze kupewa jukumu la kuongoza serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo ni tofauti kabisa na kile kilioko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani serikali ya awamu ya 7 inazidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa mara nyingine, mambo haya ambayo vijana Gen Z waliokuwa wakitaka kuyafanikisha kushindwa. Kwanza kabisa, sote tunafahamu dhumuni na sababu kuu ya vijana Gen Z kuandamana ni kwa uhuru wa vyombo vya habari. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, katika media nyingi za Tanzania hazikuweza hata kuzungumzia yale yote matukio ya kusikitisha yaliyokuta vijana Gen Z katika maandamano. Mbaya kabisa, hakuna yoyote yule alikuwa na hata ujasiri wa kusimama na vijana Gen Z
jambo hili wa Tanzania hata mataifa kama taifa jirani la Kenya halijaweza kufurahia. Vile vile, mtazamaji wangu, vijana Gen Z hivi sasa hawana imani kabisa na viongozi wakuu wa serikali ya awamu sita. Mtazamaji wangu, amini usiamini, Gen Z hao walioweza kupigwa risasi kipindi na wakati walipokuwa wakiandamana ndio wenyewe ambao walikuwa wakilipwa kwa ajili ya kuhudhuria rali za CCM ili CCM iweze kuonekana bado ipo na ufuasi mkubwa. Ndipo ambapo wakati na kipindi matokeo ya urais yataweza kutangazwa, kusiweze kuwa na yoyote yule mwenye tashwishi kuhusiana na kura milioni 38 ziliweza kutoka wapi. Katika rali zao walikuwa wakijaza watu. Ila mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kufanya hatua mpya ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Je, haki itaweza kupatikana kwa wale wote walioweza kuaga dunia? Je, vipi kuhusiana na chama Chadema? Kitaweza kujihusisha na siasa tena katika Jamhuri ya Tanzania? Na vipi kuhusiana na Mheshimiwa Tundu Lissu atakaposhinda kesi yake mahakamani? Je, ataweza kufanya handshake ili kumaliza mzozo wa kisiasa ambao hivi sasa umeweza kuzaliwa upya katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7, hatua ambayo Watanzania wengi hawajaweza kuifurahia. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii hivi sasa inazidi kujadiliwa katika dunia nzima kwa vitendo ambavyo viliweza kukuta Gen Z waliokuwa wakiandamana. Na sote tunafahamu kwamba Gen Z walikuwa wakiandamana kwa ajili ya kuomba ajira kuwekwa katika Jamhuri ya Tanzania, ahadi zilizokuwa zimeweza kuahidiwa baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua usukani baada ya kifo chake John Pombe Magufuli. Aliweza kuweka wazi kwamba katika marekebisho ya vyama vya kisiasa vyote vitakuwa na usawa na hata kushiriki nafasi za urais. Aliweza kuzungumzia uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo Gen Z hawakuweza kufurahia kabisa kuingia katika uchaguzi, huku media nyingi za Tanzania zikiwa hazina uhuru. Mtazamaji wangu, huenda hali sawia na hiyo ikaweza kushuhudiwa katika miaka mingine 5 ijayo baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutangazwa mshindi katika uchaguzi ulioweza kupitwa na siku ya jana, ikiwa ni tarehe 3 Novemba mwaka 2025 kuapishwa. Kishingo upande wa Tanzania hawajaweza kuridhia. Ila mtazamaji wangu, vipi kuhusiana na wale wote walioweza kutekwa, wanaozidi kushikililiwa na viongozi wa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 hivi sasa, akiwemo Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa Humphrey Polepole? Mtazamaji wangu, subscribe, like, comment na pia tochia maoni yako katika uwanja comment section. Bye bye until the next video.